Natumaini umeamka salama kabisa mtazamaji wa Zone Media, na nikushukuru sana wewe mtazamaji ambaye umekuwa pamoja nasi wakati wote kuendelea kutufuatilia na kufahamu yote yanayojiri katika habari za ulimwengu. Sasa mtazamaji, hapa nina taarifa moja kwa moja kutokea huko nchini Marekani, lakini ikihusiana na Mashariki ya Kati, kutoka kwa Rais wa Marekani Donald Trump. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi ungana nasi wakati huu. Rais wa Marekani Donald Trump anapima chaguo mbalimbali za kuchukua hatua dhidi ya Iran, zikiwemo mashambulizi ya kijeshi ya kulenga vikosi vya usalama na viongozi wakuu wa nchi hiyo kwa lengo la kuhamasisha waandamanaji na hatimaye kusababisha mabadiliko ya uongozi, vyanzo kadhaa vilisema. Kwa mujibu wa vyanzo viwili vya Marekani vinavyofahamu majadiliano hayo, Trump anataka kuunda mazingira ya mabadiliko ya utawala baada ya serikali ya Iran kukandamiza vikali maandamano ya kitaifa mapema mwezi huu yaliyoripotiwa kusababisha vifo vya maelfu ya raia. Vyanzo hivyo vinasema kuwa chaguo mojawapo ni kushambulia makamanda wa kijeshi na taasisi za usalama ambazo Washington inazilaumu kwa mauaji ya waandamanaji, hatua ambayo inalenga kuwapa raia ujasiri wa kuvamia majengo ya serikali na vyombo vya ulinzi. Aidha, wasaidizi wa Trump wamejadili pia uwezekano wa shambulio kubwa zaidi lenye athari ya muda mrefu, likilenga makombora masafa marefu ya Iran yanayoweza kufikia washirika wa Marekani Mashariki ya Kati au miundombinu ya mpango wa nyuklia wa Iran. Hata hivyo, chanzo kimoja kimesisitiza kuwa Trump bado hajafanya uamuzi wa mwisho kuhusu kama atachukua njia ya kijeshi au ataendelea kusukuma diplomasia. Kupelekwa kwa manowari ya kubeba ndege za kivita ya Marekani pamoja na meli nyingine za kivita Mashariki ya Kati wiki hii kumeongeza uwezo wa Washington kuchukua hatua za kijeshi kufuatia vitisho vya mara kwa mara vya Trump dhidi ya Iran kutokana na ukandamizaji wa maandamano. Pamoja na hilo, maafisa wa Kiarabu, wanadiplomasia wa Magharibi na viongozi wa Israel wameonya kuwa mashambulizi ya anga pekee hayawezi kuangusha utawala wa kidini wa Iran na yanaweza hata kudhoofisha zaidi harakati za maandamano ambazo tayari zimeathiriwa na ukandamizaji mkubwa tangu mapinduzi ya Kiislamu ya mwaka 1979. Mtaalamu wa masuala ya Iran katika Middle East Institute, Alex Sivatanka, amesema maandamano ya Iran ni ya kishujaa lakini hayana nguvu ya kijeshi bila mgawanyiko mkubwa au uasi kutoka ndani ya jeshi. Trump ameitaka Iran kurejea mezani kwa mazungumzo kuhusu mpango wake wa nyuklia, akionya kuwa shambulio lolote la baadaye la Marekani litakuwa kali zaidi kuliko mashambulizi ya awali yaliyolenga vituo vya nyuklia. Iran kwa upande wake imesema iko tayari kwa mazungumzo kwa misingi ya heshima ya pande zote, lakini itajibu vikali iwapo italazimishwa kijeshi. Wakati huo huo, nchi kadhaa za Ghuba na Kiarabu zimeelezea hofu kwamba mashambulizi dhidi ya Iran yanaweza kusababisha machafuko makubwa katika eneo hilo, yakichochea vita vya wenyewe kwa wenyewe, wimbi la wakimbizi na kuvuruga usafirishaji wa mafuta kupitia mlango wa Hormuz. Marekani inaweza kuanzisha mashambulizi, alisema mmoja wa maafisa wa Kiarabu, lakini sisi ndio tutakaoathirika zaidi na matokeo yake. Rais wa Marekani Donald Trump anapima chaguo mbalimbali za kuchukua hatua dhidi ya Iran, ambapo chaguo la kwanza ni kufanya mashambulizi kwa kulenga vikosi vya usalama na viongozi wakuu wa nchi hiyo kwa lengo la kuhamasisha waandamanaji na hatimaye kusababisha mabadiliko ya uongozi. Lakini chaguo la pili, Trump anazungumzia kuhusiana na masuala ya kuweza kufanya mashambulizi ya moja kwa moja katika sehemu ambazo ni za nyuklia katika taifa hilo ili kuweza kuleta madhara makubwa zaidi katika taifa la Iran. Lakini viongozi mbalimbali wamemwonya rais wa Marekani Donald Trump kwamba hatakiwi kuweza kufanya hivyo kwa hivi sasa, kwa sababu anaweza kupelekea madhara makubwa katika taifa la Iran, lakini vile vile hata katika ukanda wa Mashariki ya Kati kwenye kambi zote za kijeshi. Lakini nchi za Kiarabu na nchi za Ghuba zimepata wasiwasi mkubwa sana kwamba ikiwa Trump ataanzisha mashambulizi kwenda katika taifa la Iran, basi wao ndio ambao wataathirika zaidi kwa maono yao ambao wanaona hivyo, kwa sababu inaweza kupelekea uhasama kati ya Iran na nchi hizo endapo Trump ataamua kutumia ardhi ya nchi hizo kuweza kuishambulia Iran. Lakini si hivyo tu, bali pia inaweza kuchagiza hata ugumu wa biashara katika ukanda wa Mashariki ya Kati kwa ujumla, kwa sababu vita vitakapoibuka katika ukanda wa Mashariki ya Kati inaweza kuwa ni dhahama kubwa na nzito katika ukanda huo kwa ujumla, na hali ikawa tete zaidi na maisha yakazidi kuwa magumu. Lakini vile vile mtaalamu wa masuala ya Iran katika Middle East Institute Alex Sivatanka, yeye amesema kwamba maandamano ya Iran ni ya kishujaa lakini hayana nguvu ya kijeshi bila mgawanyiko mkubwa au uasi kutoka ndani ya jeshi.
Trump bado analenga kuondoa uongozi wa kidini wa Irani, na bado sera zake zimekuwa ni kutaka kuondoa uongozi wa Kiislamu wa Jamhuri ya Iran, ambapo sasa mpaka sasa hivi Trump ameonyesha wazi kwamba anataka kuweza kusababisha maandamano mengine ili kuweza kufanya mashambulizi kwenda katika viongozi hao, lakini vile vile sasa anataka kuweza kusababisha maandamano hayo ambayo yatasababisha uongozi huo kuweza kupigwa chini. Kama akishambulia taasisi za kijeshi pamoja na serikali, anaweza akawahimiza waandamanaji waweze kuingia tena barabarani na kuweza kupambania haki zao katika taifa hilo. Lakini mtazamaji wetu, sisi yetu ni macho tu, tushuhudie kile ambacho kitajiri huko katika ukanda wa Mashariki ya Kati. Cha msingi tu ni kuweza kuwa karibu na Zone Media wakati wote, kwa kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare, huku joto likizidi kuongezeka wakati wote.